nilikuwa najiuliza, je, watu wema bado wanaendelea kuishi? Namaanisha wale watu ambao anaweza akakusaidia bila kutaka wewe kurudishia chochote, yani akakusaidia bure kabisa. Sasa bwana, mimi nimeamini hilo jambo kwa sababu kuna bodaboda mmoja leo tumepanga tumpe shukrani. Hatuwezi kumlipa kwa wema aliyotufanyia, lakini tumshukuru tu ili hata kumpa motivation ya kuweka kumbukumbu kwenye maisha yake. Ilikuwa hivi, kwenye tarehe 22 hivi kabla ya Christmas, kuna mtu wa delivery hapa ofisini kwetu alipata ajali mbaya sana ya bodaboda akiwa Magomeni. Alikuwa anatokea mjini kuja huku Ubungo. Sasa alipopata ajali mbaya sana pale, alikuwa ameumia sana kiasi kwamba mpaka baadhi ya meno alikuwa kwa ufupi alikuwa ameumia sana. Lakini kuna msamaria mmoja, wakati wengine wakikimbia na kila mtu akiwa kama hamuoni yule ndugu yetu ambaye alikuwa amepata ajali, lakini yule bodaboda cha kwanza alifika akachukua simu yake, akamsogeza pembeni, akampa security watu walikuwa wanataka hata kumuibia, akawa kama yeye ndio msimamizi wa yule mtu akiwa hamfahamu kabisa. Akamchukua yule mtu, akalinda pikipiki yake, akaihifadhi, akampeleka hospitali. Sawa? Na muda huo mimi nilikuwa mbali, nilikuwa Kimara, nakumbuka. Nilikuwa natokea Mbezi. Kwa kutoka Kimara mpaka Magomeni ilikuwa kuna umbali. Lakini mpaka nafika Magomeni, namkuta tayari ndugu yangu yuko hospitali, yule ambaye alikuwa ni mtu wa delivery hapa ofisini kwetu. Yuko hospitali na kashaanza kufanyiwa matibabu kwa gharama za yule bodaboda ambaye hamfahamu huyu ndugu yetu na hajawahi kumuona popote. Guess what? Baada ya matibabu pale nikategemea labda yule bodaboda ataka malipo. Wakati namfuata hata kumpa shukrani za maneno na kumpa chochote labda kumrudishia gharama zake, akakataa kabisa. Sasa kutokana na ratiba za mwaka mpya na sherehe, tukaona kwamba tudili kwanza na mgonjwa ambaye tulikuwa tunamhudumia, na of course tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri, lakini tukasema leo sasa tumuite yule bodaboda kwa sababu nilichukua namba zake, japo aligoma kabisa kupewa chochote. Na hata wakati anatupatia namba akasema usije ukanitumia kwa sababu hiyo namba haipokei pesa. Anasema nimekupa makusudi hiyo namba kwa sababu najua haipokei pesa. Kwa leo tumepanga sio kumlipa kwa sababu hatuwezi kumlipa of course, lakini tumshukuru tu na kumtia moyo katika wema aliyofanya, kwa sababu watu kama hawa ni wachache mno. Kati